Na kiongozi wa chama cha Democracy for Citizens Party DCP Rigathi Gachagua amelaani vitendo vinavyodaiwa kuwa vya ukiukaji wa haki na ukatili wa polisi vilivyotokea wakati wa ziara yake mjini Narok leo alipokuwa akimpigia debe mgombea wa chama hicho cha wadi ya Narok mjini Douglas Masikonde. Gachagua anadai kuwa mamia ya maafisa wa polisi waliweka vizuizi kwenye barabara ya Narok Bomet katika eneo la Almashariani kumzuia kutumia njia hiyo kuingia mjini Narok. Rigathi Gachagua amedai kwamba msafara wake uliokuwa ukielekea kaunti ya Narok ulirushiwa vitoa machozi na mawe na wahuni, huku akiwashutumu maafisa wa polisi na wapinzani wake wa kisiasa kwa madai ya kubuni mazingira tete ya kisiasa. Sisi tutauziwa waka kweli. Hata mkitupa mawe, kura ya watu ya Narok mtafanyia nini? Si kura muko naye? Si mtapigia Masikonde? Wakati huo huo, serikali imetoa onyo kali kwa machifu na manaibu wao dhidi ya kuhusika katika shughuli za kisiasa. We all understand the government is committed to excellent, not only services, but excellent services to her people. And every government will always take pride when the people are served the best way possible. And we can only serve well if we come together as one whole in formidable team. Tahadhari hiyo inajiri huku tume ya uchaguzi na mipaka ya nchini IEBC ikitoa wito wa kuzingatiwa kikamilifu kwa sheria za uchaguzi. Kindly, the few remaining days, tafadhalini, let us have a peaceful campaign because we still need Malava come 27th of November. Tume ya IEBC imeanza shughuli ya kusambaza vifaa vya uchaguzi katika maeneo ambapo uchaguzi hizo ndogo zitaandaliwa siku ya Alhamisi. Sisi kama security agencies tuliweza kuelezea hawa expectation yetu na lengo letu sisi wote kwa jumla ni a peaceful by-election ya Magharibi. Na huku kampeni za chaguzi ndogo zikiingia kipindi cha lala salama, madai yameibuliwa ya majaribio ya kuvuruga shughuli hiyo kwenye eneo bunge la Magarini, ambao nimeona kutoka kwa kiongozi wa DCP leo asubuhi ikizunguka katika mitandao akisema kwamba ati mimi kama gavana wa Kilifi nina njama na watu wa IEBC. Nataka nimwambie kwamba mimi nimefanya campaign kwa hii Magarini kwa muda sasa toka itangazwe hii by election, na muda huu wote watu wa Magarini wameweka amani, wamewekwa na heshima kwa viongozi wote wanaopigania. Makabiliano ya kisiasa yameonekana kupungua kwenye kaunti ya Baringo baada ya Gideon Moi kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha useneta. Bado nawaomba tarehe 27 mwezi huu ambaye ni next week on Thursday tunaenda kufanya ile final by election, kura ya mwisho, ili niweze nipate nafasi niende kule Nairobi ndio wahudumie kama senator wa Baringo. Hata hivyo, kwenye maeneo kama vile eneo bunge la Malava na wadi ya Kariobangi Kaskazini, wale wananuia kuhujumu shughuli za uchaguzi wameonywa kwamba watakabiliwa kisheria. Mahali tunaelekea katika mapambano na tutapambana. Doreen Arange, Darubini.